Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi amelijibu jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kutoa onyo kali kufuatia matamko mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa na viongozi wa Chadema na watu mbalimbali kufuatia tukio la kutekwa kwa Mdude Nyagali ambaye hadi hivi sasa hajulikani ni wapi alipo. Tulikuhabarisha hapa kuhusu jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kutoa onyo kali kwa watu au kikundi chochote cha watu wenye nia ovu kuto kujaribu wala kusubutu kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo kuzuru askari ama familia za askari. Vile kabla ya kufikiria kufanya hivyo, wajionye sana na wasifikiri kufanya kitendo hicho ni rahisi kwao. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya halitasita kumchukulia hatua za kisheria na kumshughulikia mtu au kikundi chochote cha watu watakaojaribu kufanya uhalifu kutokana na matamko au kauli hizo zinazotolewa. Lakini pia kupitia taarifa hii ya jeshi la polisi wakadai ya kwamba kuna majina ya askari polisi ambao wanatajwa kwamba walihusika kumteka Mdude Nyagali, lakini wanataja majina hayo bila kutoa ushahidi. Hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa onyo kali kwa watu hao kuacha kuwahusisha polisi hao bila ya kuwa na ushahidi. Boniface Mwabukusi kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii amechapisha taarifa hiyo ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na kuandika yafuatayo: kama kweli tamko hili limetoka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, kwa nini halijasainiwa? Tunaliomba jeshi lithibitishe uhalali wa barua hii, na kama imetoka kwao basi watu wote wenye utimamu wa mwili na akili tunalitaka liache uchunguzi dhidi ya swala la Mdude, kwani kwa barua hii ni wazi kwamba tayari jeshi litakuwa limepaniki na linashughulika na wahanga na kuacha jukumu lake la msingi na kujigeuza kutetea wahalifu wanaotuhumiwa. Hao askari wanaotuhumiwa wanafahamika kwa sura pamoja na majina na kuanza kuwa exonerate kupitia barua hii. Kama kweli ni ya polisi, itakuwa uthibitisho kuwa uchunguzi unaoendelea ni kiini macho na kutupotezea muda. Marafiki wa Mdude, kipaumbele chetu ni Mdude Mpaluka Nyagali apatikane akiwa hai. Hatutoogopa kitisho cha kiumbe, mtu au mamlaka yeyote kenye lengo la kututisha au kutaka kutuzuru au kutufubaza au kutunyamazisha. Tumsahau ndugu yetu na rafiki yetu Mdude Mpaluka Nyagali. Iwe iwavyo, tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Huu ujinga wa utekaji na kucheza na maisha yetu hatuwezi kuvumilia tena. Yeyote anayetutisha lazima atakuwa mhusika wa moja kwa moja katika uhalifu huu dhidi ya Mdude. Tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Sisi sio mbuzi wa kafara. Aluta continua, mapambano dhidi ya dhuluma na utekaji yanaendelea na ushindi ni lazima. Ameandika hapa Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, baada ya kuambatanisha na barua ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ikitoa onyo kwa matamko mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa na viongozi mbalimbali wa Chadema, lakini pia watu mbalimbali kuhusu tukio la kutekwa kwa Mdude Nyagali. Watu mbalimbali wa Tanzania wametoa maoni kwenye posti hii ya Boniface Mwabukusi. Huyu wa kwanza anasema, hili jeshi la polisi wahalifu tunawatangazia kwamba huu ndio mwisho wa serikali ovu inayoteka watu wake na kuwaua. Hii damu ya Mdude haitawaacha salama. Kama Samia unabisha, kamuulize aliyekuwa rais wa Bangladeshi, halafu tie maji na wahuni wenzako. Huyu mwingine anasema, kaka tunasimama nawe, hawa mazulumati ukiona hivi wanahara na wakati ni sahihi kuwawajibisha hawa vibaka. Lakini pia huyu mwingine anasema, msome, hii nchi inahitaji vijana jeuri kama Mdude na walindwe kwa wivu mkubwa. Naamini katika hili wazee watatusaidia na ni vyema tukafika kwa wazee wa Mbozi, Sumbawanga na Tukuyu, matokeo yataonekana hadharani. Lakini pia mwingine anasema, mimi naamini hii taarifa sio ya jeshi la polisi. Kama ni ya polisi basi waitie saini, na kwa nini wametoa taarifa ambayo haijatiwa saini? Lakini pia kwa nini
wamesema kwamba hao watu sio askari, walitakiwa kwa majina yao kuwa sio watumishi wa jeshi la polisi. Ndio maana hata hii barua naona haijatoka makao makuu ya polisi Mbeya. Lakini pia mwingine anasema ukimuuliza mke wa Mdude kuhusu unyama huo, jibu lake anasema umefanya polisi na wana roho mbaya. Ukisikiliza maelezo yao utagundua kuna kitu wanakijua kuhusu unyama huo. Kiukweli polisi kwa muda mrefu sana wamekuwa wakiwapima raia kwa makusudi kabisa, watambue wanaishi uraiani. Lakini pia mwingine akasema polisi hawana uhalali wa kukemea uovu wowote kwa sasa, kwa sababu wao ndio wanatuhumiwa namba moja kwenye kutekwa kwa Mdude. Tunahitaji chombo huru cha kuchunguza uhalifu unaofanywa na jeshi la polisi. Watu, ushahidi wa awali jeshi la polisi unaonesha jeshi la polisi linahusika. Lakini pia mwingine akasema polisi waoga kweli, wanatoa barua halafu haiko official. Lakini pia mwingine anasema hivi, ile enzi ya kuunda tume kama ya mauaji ya mfanyabiashara wa Mahenge mwaka 2006 haipo siku hizi? Je, bunge siku hizi halikemei uhalifu kama enzi ya Samueli John Sita? Hawa ni Watanzania wakitoa maoni yao, lakini pia una nafasi ya kutochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.